Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia wananchi Young Africans juu ya taarifa kutoka kule katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo CAS, ambayo leo hii imekuwa ni story kubwa juu ya kile kilichoweza kutokea, ambapo TFF na bodi ya ligi wao wameweza kutangaza ya kwamba tarehe mpya ya mchezo wa dabi ya Kariakoo inatangazwa hivi karibuni mara baada ya CAS kuweza kuliweka pembeni. Hapa nazungumzia shauri la klabu ya soka Young Africans na kwenda kuwarudisha kule katika bodi na pamoja TFF. Sasa Young Africans wametoa msimamo wao juu ya kuhusiana na kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo na kile ambacho wao wameweza kuafikiana kama viongozi wa klabu ya soka Young Africans, nini cha kufanya juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo na kuhusiana kwao na kupata haki yao ya mabao 3 na pointi 3. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kimeweza kujili mara baada ya kile kilichoweza kutokea kwa CAS. Ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa mapema kabisa kwa siku hii ya leo. Tukianzia katika barua ambayo imeweza kutangazwa na TFF, wanasema ya kwamba mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba hizo ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya Simba. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangwe tarehe mpya itakapotolewa. Uamuzi ni bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo, CAS bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya soka NBC 2024-25. Hapa nazungumzia kufanya maboresho ya ratiba ya ligi kuu ikiwemo mchezo na 184 Young Africans dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Sasa klabu ya soka Young Africans wao wameweza kutoa barua yao wakiweza kujibu kile kilichoweza kutokea mara baada ya shauri lao kuweza kuwekwa pembeni na shirikisho la soka. Hapa nazungumzia TFF pamoja na mahakama ya usuluhishi CAS kwa kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo nanukuu kile ambacho kimeweza kuandikwa na klabu ya soka Young Africans ikiwa ni mapendekezo ya kile ambacho kimetolewa. Unaambiwa taarifa kwa umma Mei 2, 2025, uongozi wa klabu ya Young Africans Sport Club Yanga unapenda kuwataarifu wanachama, mashabiki na wadau wote wa mpira wa miguu kuwa klabu yetu imewasilisha rasmi rufaa kwa shirikisho la soka duniani FIFA kupinga maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusiana na mgogoro kati ya Yanga na Simba. Tunaamini kuwa uamuzi uliotolewa na CAS au kutenda haki au kuzingatia ushahidi muhimu uliowasilishwa na unaenda kinyume na misingi ya haki, uwazi wa sheria za mpira wa miguu zinazosimamiwa na FIFA. Kama klabu yenye historia kubwa na yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya soka barani Afrika, hatuwezi kunyamazia uamuzi unaodhuru haki na ushindani wa kweli. Kwa kuzingatia hayo, Yanga imechukua hatua ya kukata rufaa
FIFA ikiomba kupitia upya uamuzi huo na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria na kanuni za kimataifa za mchezo wa soka. Tunapenda kuhakikishia wanayanga wote na wapenda soka kwa ujumla kuwa tunaendelea kusimamia haki, kutetea maslahi ya klabu na kuhakikisha kuwa mpira wa miguu unachezwa kwa misingi ya uadilifu. Tutawapa taarifa zaidi kadri mchakato wa rufaa unavyoendelea. Imetolewa na Young Africans idara yao. Lakini katika hatua nyingine, mara baada ya kile kinachoendelea, yameweza kuibuka na mengine mapya ambayo pengine Young Africans walikuwa bado hawajaweza kuyaweka wazi kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo wengi wanamfahamu mwanasheria wa klabu ya soka ya Young Africans ambaye anafahamika kama Simon Patrick. Baada ya kuibuka sakata hili, wengi walianza kumtafuta wakitaka kujua kile ambacho kinachoendelea, lakini taarifa iliyotolewa ni kwamba sasa hivi hayupo tena na kikosi cha Young Africans, yani afanye kazi na Young Africans, ambapo klabu ya Yanga imeachana mwanasheria wake Simon Patrick. Hii ni baada ya mkataba wake na klabu hiyo kumalizika. Kwa sasa Yanga bado hawajapata mwanasheria rasmi wa klabu. Simon Patrick tayari amethibitisha kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana kile ambacho kinachoendelea, huku akisema kwa sasa, mimi ni mwanachama mtiifu wa Yanga na waombeni mniruhusu niendelee kupumzika. Soka la bongo Yanga ina watu makini wengi na wenye weredi, tuwape muda waendelee kupambana. Unaona bana, wakiweza kuweka bayana kile ambacho kilichoweza kutokea, akisema ya kwamba yeye kwa sasa hayupo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, huku mtizamo wa watu wengi juu ya sakata hili linaloendelea kwa sasa huko katika mahakama ya usuluhishi kasi. Wenyewe wanasema ya kwamba wanahitaji haki iweze kutendeka kwa kile ambacho unaweza ukasema kutokana na wanaona kama vile pengine haki jatendeka. Lakini taarifa nyingine inasema kwamba Yanga wamepoteza kule kasi, wamepoteza mamilioni ya pesa. Inaelezwa kwamba Yanga wamejikuta wakitumbukiza hasara zaidi ya shilingi milioni 130 baada ya kushindwa kesi yao katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo kasi. Klabu hiyo ya Jangwani iliamua kupeleka rufaa dhidi ya uamuzi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wakidai kutotendewa haki, hususan kuhusu upangaji wa mechi yao dhidi ya Simba. Katika jitihada za kutafuta haki yao, Yanga walitenga kiasi hicho kikubwa cha fedha kwa ajili ya gharama za kesi na kisheria na ada za kasi, wakiamini kuwa watashinda kesi hiyo. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama hiyo ulibatilisha matumaini yao baada ya kutamka kuwa haina mamlaka kupangilia upangaji wa ratiba za mechi, hivyo kulitupilia mbali hoja kuu ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga imerudishwa katika kamati ya TFF, ambapo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans watakwenda kulikamilisha jambo hili. Pengine wanaongeza namna gani ambavyo wataweza kufanya ili kuweza kupata haki yao, ambapo inaelezwa kwamba pengine mambo yanaweza kuwa mengi. Unaambiwa ligi yetu kivyetu inatakiwa tumalize msimu huu, ila tumalize mwezi huu, na kila nikifuatilia sakata la dabi unaipata picha kwamba wananchi walifanikiwa katika lengo lao la kwanza la kuizuia bodi ya ligi kupanga tarehe mpya kama walivyotaka kujiamulia mapema baada ya wao kuailisha mchezo. Ukifuatilia taarifa ya kasi inawarudisha tena Yanga kwenye vyombo vya TFF ili kuipigania haki yao wanayodai kama walivyoainisha awali. Huo ni mchakato. Naamini kwa vile bodi ya ligi nao wanakimbizana muda, watakuwa wakiwajibu Yanga mapema ili lengo la dabi kupigwa litimie. Kwa kuwa Yanga wanachotafuta ni kuhakikisha wanapata majibu au nyaraka kutoka kwa vyombo vyenye mamlaka ya sakata hili, ninaamini watarejea aidha kafu, FIFA au hata kasi kwa mara nyingine. Ninawaza kuwa huu si mchakato wa mwezi mmoja. Upo uwezekano mkubwa bingwa asipatikane kwa wakati msimu huu kwa sababu za sarakasi zilizopigwa na kutosimamia kanuni. Ninawasikia wananchi wanasema hata iweje wao hawatopeleka timu uwanjani. Hata kama bodi ya ligi itatangaza tarehe mpya ya mchezo, Yanga bado hawatopeleka timu uwanjani. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani ambavyo sakata hili litakwenda kuisha. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.